A'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala habibuna al-Mustafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ama bado leo tunazungumzia kuhusu hukumu ya mtu Muislamu kula mchana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na hali ya kwamba hana udhuru wowote. Na mara nyingi watu hutoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amepokea Abi Huraira, amesimulia Abi Huraira, amepokea Imamu Abu Daud hadithi 2396 inayosema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume, man aftara, atakayefungua yauman fi Ramadhan, siku moja katika Ramadhani, min ghairi rukhsatin, bila ya rukhsa, lam yujzihi siyamu dahra kulla wa insama, hataweza kuilipa funga hiyo maisha yake hata kama amefunga. Hadithi hii ni dhaifu kwa kuwemo katika usimulizi wake Mutawisu, na Mutawisu daraja yake ni layin alhadith, na vile vile Mutais amepokea kutoka an abihi, na abihi ni majhul katika ilmu ya hadithi, na hii ameidhaifisha Imam Bukhari, ameidhaifisha Ibn Hibban, ameidhaifisha Albani vile vile. Kwa hivyo ni hadithi ambayo ni dhaifu na haifai kutumia matini yake kwa kutolea mawaidha, pamoja na kwamba watu wengi wanafanya hivyo. Wale wanaofanya ni kwamba wanakosa ilmu, na wakishapata ilmu watakiwa wajiziwie na masuala hayo, kama ambavyo hadithi dhaifu tulosema ile ya kusema kwamba 10 la mwanzo ni rehma, 10 la kati maghfira, 10 la mwisho kuachwa huru na moto, ni hadithi iliyokuwa dhaifu, na kilichothibiti ni kwamba kila siku ya Ramadhani ni maghfira, rehma na kuachwa huru na moto. Sasa je, hukumu gani ya mtu ambaye anakula mchana wa mwezi wa Ramadhani? Maulama wanasema kwanza, hikma ya kufunga ni kwamba mtu atakapokufa akhera ataepushwa na kiu, na yoyote yule ambaye anakula mchana katika mwezi wa Ramadhani atakufa na kiu, atafufuliwa na kiu, atahukumiwa na kiu iliyokuwa kali. Na yoyote yule ambaye anasimama kuswali tarawehe ataepushwa na machofu ya siku ya Kiyama. Siku ya Kiyama itakuwa refu mno, ambayo inakisiwa inaweza ikafika hata miaka 25,000 kwa baadhi ya maulama, pamoja na kwamba hakuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba itachukua muda gani, lakini baadhi ya maulama wamekisia hivyo kwamba itakuwa ni siku refu. Sasa mtu yoyote yule ambaye alisali tarawih ataona kisimamo kile cha akhera kama kisimamo cha tarawih na hakitomdhuru. Kwa hivyo mtu ambaye ameacha kufunga, maulama wote wanakubaliana kwamba yuko katika daraja mbili. Ikiwa ameacha kufunga, anasema kwamba funga si fardhi, basi huyu ataitwa na maulama na atafanyiwa radi. Radi hii ambayo mara nyingi tunasikia watu wakisema nimemradi. Hii radi imo katika sheria, lakini sivyo hivyo anavyosema wao, kwamba kila mtu tu unamradi, kaleta hoja hii. Radi haiji katika hoja ambazo zinahitilafiana. Radi inakuja katika jambo la haramu la moja kwa moja ambalo mtu analitangaza kuwa ni halali. Kwa hivyo yeye ataradiwa na maulama kwa siku 3, na akikataa atauliwa katika mahakama ya Kiislamu na atakufa kafiri. Kama atarudi, je, atasema kwamba ni fardhi, basi ataweza kupata hiyo toba. Kwa hivyo mtu ambaye anasema Ramadhani si fardhi, huyu ni kafiri moja kwa moja, ikiwa ana ilmu. Ukiwacha wale watu wengine mikoani huko, watu wameslimu hata hawajui hata nguzo za Kiislamu. Unaweza kumkuta mtu kuswali, anaweza kwani kuswali lazima, huyu hayumo. Au kufunga, hata hajui kama kufunga ni lazima. Ikiwa anajua kufunga ni lazima, halafu anakanusha kusema kwamba funga si fardhi, huyu atakuwa kafiri moja kwa moja, ametoka katika Uislamu. Je, mtu ambaye anajua kama funga ni fardhi na anakubali funga ni fardhi, lakini anakula kwa uroho au kwa uchoyo, au yuko mazingira tofauti, si wengine yuko Ulaya, anaona tabu kuonekana Muislamu, ataambiwa gaidi au ataambiwa na siasa kali, kwa hivyo anakula pale mbele ya wazungu ili kuwaridhisha, maana yake aonekane yeye Muislamu poa. Huyu hukumu yake ikoje? Hukumu yake ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alioneshwa watu ambao wametundikwa kwa miguu yao, vichwa vyao viko chini,
wamewekwa, wametundikwa katika poles, katika miti, au wametundikwa katika sehemu ambayo wamefungwa na kamba, na miaka mingi sana wako hali hiyo, mpaka damu zinawavuja katika masikio yao, damu zinavuja katika pua zao, damu zinatoka katika miguu yao. Wametundikwa kichwa kikiwa chini, miguu ikiwa juu. Akauliza, hawa ni watu gani? Akaambiwa ni Waislamu ambao wanawahi kufungua kabla ya muda wake. Hawa si kama wameacha somo, ikifika saa 9 10 wanajificha jificha wanakula, wamefunga, lakini hawafikishi ile saa 12 wanafungua, na ni watu ambao ni mukallaf, ukiachilia mbali wale watoto wadogo. Watoto wadogo mara nyingi wanakula mpaka saa 8 9, alafu wanaingia chooni wanakunywa maji. Wale watoto bado si mukallaf, lakini wale waliokuwa mukallaf wanafanya maksudi, basi hii ndo hukumu yao. Hadithi hii ni sahihi, amepokea Imam Ibn Khuzaima, hadithi 1986, ambayo Albani amesema ni hadithi sahihi. Kwa hivyo wale watu ambao hawafungi moja kwa moja, wao hukumu yao ni nini? Wao wana hukumu kubwa zaidi. Amesema Imam Dhahabi katika Al-Kabair kwamba mtu ambaye anafunga, yani ni Muislam, anatakiwa afunge. Hakufunga kwa makusudi, anakula mchana kwa makusudi, huyu ni mtu ambaye ana dhambi kubwa zaidi kuliko mzinzi mwenye kudumu katika zinaa, kuliko mlevi ambaye analewa maisha yake. Haina maana kama kulewa maisha yake mtu ni jambo dogo, au kwamba mzinzi anazini maisha yake ni jambo dogo, ni kwamba mtu ambaye anazini na anaendelea na zinaa hajatubu, huyu anapata madhambi makubwa, yumo katika kabair. Na mlevi anaelewa basi hajaacha ulevi, anapata dhambi kubwa na yumo katika kabair. Lakini mtu asiyefunga anazidi madhambi zaidi kuliko hawa wawili. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amehimiza sana kufunga, sio kuhimiza tu, ni kulazimisha. Na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna watu ambao wanakula mchana wa mwezi wa Ramadhan. Na amesema Dhahabi, man taraka sawmu ramadhanin bila maradhin wala gharadhin, atakayeacha kufunga Ramadhani bila maradhi na bila udhuru, fa innahu sharrun min az-zani, ana dhambi kubwa zaidi kuliko mzinifu, wa mudminil khamri, na anaidumu katika kulewa. Na hoja hiyo imekubalika na maulama wote kwamba dhambi kubwa zaidi katika dhambi zilizokuwa zile kabairi, basi kubwa zile za kuacha nguzo. Kwa mfano kuacha swala. Mtu ambaye haswali moja kwa moja, hasa mtu ambaye haswali moja kwa moja, tutaunganisha na hii, mtu ambaye haswali moja kwa moja, yani ameacha swala, haingii msikitini na anajua kwamba swala ni fardhi, basi huyu ni kafiri murtadi, kwa hoja ya Imam Ahmad bin Hanbali, kwa hoja ya Imam Ibn Taymiyyah, na kwa hoja za maswahaba walio wengi. Maswahaba walio wengi wanasema kwamba hakuna dhambi ambayo inamtia mtu katika kukufuru ila kuacha swala, ikiwa haswali moja kwa moja na anajua kwamba swala ni fardhi. Na akisema kwamba swala si fardhi ameshartadi, akisema kwamba kufunga si fardhi amertadi. Lakini akiwa haswali moja kwa moja, yani basi atakuwa huyu amertadi, kwa hoja ya baadhi ya maulama. Maulama wengine, Imamu wa Maliki, Imam Shafi na Imamu Abu Hanifa, wanasema ataendelea bado kuwa Muislam, lakini atakuwa amefanya madhambi makubwa. Kwa hivyo kuacha kufunga na kuacha kuswali ni dhambi kubwa zaidi kuliko kuzini, kuliko kulewa, kwa sababu hapa unakanusha nguzo katika nguzo za Kiislamu. Sasa la mwisho ambalo tunataka kujibu hapa sasa hivi ni kwamba, je, mtu ambaye yeye haswali na Ramadhani shafika, tumwambie asifunge? Tumkataze kufunga kwa sababu haswali? Ni kweli mtu ambaye haswali, sababu zake, yani ibada zake zote hazimsaidii, kwa sababu jambo la mwanzo litakalohesabiwa akhera ni swala. Ikiwa haikutimia swala, ibada nyingine hazitizamwa, ataenda motoni. Lakini kumkataza mtu ambaye yeye haswali, ukamkataza asifunge pia, utakuwa umefanya makosa mawili. Kosa lake lile la kwanza kaacha swala, na hili la pili atakuwa kaacha saumu. Kwa hivyo atakuwa mawili kwa pamoja. Kwa hivyo mtu ambaye hataki kuswali aachwe
aachwe afunge. Akisha kuachwa kufunga, atafunga yeye, atakosa faida za saumu, sawa sawa, atakosa thawabu za saumu, hatopata saumu hata moja, lakini atapungukiwa zile dhambi za kutokufunga. Atapoulizwa atasema huyu bwana alifunga. Kwa hivyo tunamalizia kwa kusema kwamba mtu ambaye yeye haswali moja kwa moja, huyu ni mtu wa motoni. Na hii ndio iliyothibiti na maulama wote wanakubaliana, wailun lilmusallin, adhabu kali iko kwa wanaoswali, alladhina hum an salatihim sahun, alladhina hum yurauna wa yamnauna almaun, watu ambao hawatimizi sala zao. Aya nyingine, masalakakum fi sakara qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidhina. Zote aya hizi zinasema kwamba mtu wa motoni ni watu wasioswali, wasiotimiza swala zao, na wale ambao wanaacha kufunga na uwezo wa kufunga nao, basi watakuwa watu wa motoni vile vile. Kwa hivyo kila mtu ajitahidi afunge Ramadhani na ajitahidi aswali, kwa sababu akhera watu watakaposimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wataitwa kusujudu. Yauma yud'auna ila sujudi, watu wataitwa wote wamsujudie Mwenyezi Mungu. Fala yastati'una, wale ambao walikuwa hawaswali hawatoweza kabisa. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun, watapata na aibu na fedheha, mgongo utakuwa hauinami, haupindi hata siku moja, umekaa kama ujiti, umekaa kama nondo, hausujudu hata akitaka, kwa sababu alikuwa haswali. Kwa hivyo watu waswali na wafunge. Na hukumu ya mtu ambaye anaacha swala kwa maksudi akijua kwamba swala ni fardhi, baadhi ya maulama anasema kafiri, amertadi. Baadhi ya maulama anasema bado atakuwa muislamu, lakini nafasi ya kurudi iko kwa maulama wote. Wale waliokuwa hawaswali warudi misikitini waswali, na wale waliokuwa hawakufunga hawana udhuru wafunge. Je, funga zilizopita nyuma, je alikuwa kafunga yeye, yani hakufunga kwa hivi tu, basi itabidi azilipe zote. Baadhi ya maulama wamesema ikiwa amefungua makusudi katika siku za Ramadhani, basi itabidi alipe kwa kila siku moja miezi miwili mfululizo. Ndio adabu yake kama yule ambaye alimuingilia mkewe mchana wa mwezi wa Ramadhani. Na baadhi ya maulama akasema kwamba alipe hiyo siku moja tu. Wabillahi tawfiki, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.